Kwa hiyo hatuupimi wokovu kwa sababu mtu anajiita askofu au padre ama mchungaji. Tunaupima wokovu wa mtu kwenye aina ya maisha ambayo mtu huyu anaishi. Anaishi aina gani ya maisha? Kunena kwa lugha kusikuchanganye. Kuomba na kufunga kusikuchanganye. Ila kinachotakiwa wewe, baada ya kunena kwa lugha, wewe baada ya kufunga, sasa unatoka pale kanisani. Je, uko mtaani unaishi maisha gani? Unaongea lugha gani? Unasikiliza vitu gani? Unatazama mambo gani? Hapo ndipo tunaanza kumpima mtu wa Mungu. Jambo la msingi, kweli anawahi ibadani, kweli kwenye ibada akosi. Wokovu wa mtu unapimwa baada ya kutoka kanisani. Huyo mtu anaishi maisha gani? Hapo ndipo wokovu wa mtu ulipo. Naomba kwa leo niishie hapa.